Shilole maarufu kama Shishi Food, ambapo anasifika kwa mapishi mazuri, vyakula vitamu, amefika kwenye mgahawa wake ambao uliteketezwa na waandamanaji siku ya tarehe 29 Oktoba 29. Zilitoka taarifa kwamba mgahawa wake umeweza kuteketea wote. Sasa amefika hapo jana kwa ukaguzi kuangalia mgahawa wake ambao uliteketea. Na baada ya kufika hapo aliweza kuzungumza na waandishi wa habari. Amezungumza kwa uchungu na kueleza kuhusiana na namna alivyoguswa kuteketezwa kwa mgahawa wake. Amesema kwamba kwa uchungu ameumia sana, lakini hatokata tamaa. Amemwachia Mungu, lakini pia amewasamehe wale wote ambao wameshiriki kuteketeza mgahawa wake. Lakini amesema kwa uwezo wa Mungu atasimama kwa mara nyingine tena kuanzisha mgahawa wake upya. Pia amesema kwamba ni harama kubwa ama ni pesa nyingi ambazo alizitumia hapo awali katika kuandaa mgahawa huo, na ameteketeza kila kitu kilichopo ndani ya mgahawa huo. Hakutoka na hata chembe ya chochote kile ambacho kilichosalia. Ni masikitiko makubwa. Twende tukamsikilize Shilole ambapo amezungumza na waandishi wa habari. Nini ambacho amekizungumza? Naumiza sana. Sipendagi mara nyingi kuja hapa. Siwezi hata njia nimebadilisha. Lakini nitafanyaje? But tutarudi tu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutainuka tena na watu watakuja tena hapa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunaendelea kupambana. Kama nilivyoweza kusema, sikati tamaa na hamna haja ukata tamaa. Yes. Sawa, umefanya tathmini kujua ni hasara gani umeingiza au umepata kutokana na hiki? Hasara ni kubwa sana, haiwezi kusemeka, kwa sababu kama unavyojua imepigwa chini kabisa yote. Kwa hakuna ambacho tuliweza kuokoa kitu chochote. So tumeanza upya kabisa. Tumeanza alifu kwa kidole. Yeah. Hamna shida. Tunafahamu ya kwamba kulikuwa kuna wafanyakazi walikuwa wameajiriwa hapa ambao sasa hivi hawana ajira. Hivi jumla tu kwa haraka haraka walikuwa na wafanyakazi wangapi ambao tayari wamepoteza ajira kutokana na hiki? Wafanyakazi hapa kwa Dar es Salaam tulikuwa na zaidi ya wafanyakazi 200 na. Yeah. Kwa pishi, wahudumu, walinzi, bodaboda ambao ndio tunamaanisha watu wa delivery. Yaani tuna watu wa usafi, tulikuwa tuna categories za watu wengi. Yeah. Okay, na wao vipi hali zao sasa wanavyoona? Ndio maana unavyoona hapa nimeona hali zao ni ngumu, that why nimeamua kuja na njia nyingine kuliko kukaa nyumbani. Hali ni ngumu jamani, nadhani mnajua. Tunategemea maisha yetu ya Tanzania kama mnavyojua. Tunategemea kutoka kupambana kufanya kazi ndio upate kula. Kwa hiyo nikaona ili tusiendelee kuumia, basi ni bora tukaja na Shishi Food Delivery, watu endelee kupata huduma kama kawaida. Shishi, kwanza pole sana kwa ambao amekukuta. Asante. Lakini baada ya matatizo watu wengi waliamini kwamba hauwezi kusimama tena. Ikimaanisha hata kuongea hapa na sisi na waandishi. Wengine mpaka walizusha walizusha nimefariki, yes. Kitu ambacho kiliwafanya watu waogope sana. Kwenye hilo wewe sasa unalizungumziaje? Mimi kwanza namshukuru Mungu kwa kunipa moyo, maana mimi na moyo, Mungu kanipa moyo mgumu wa ujasiri. Hata habari hizo zilizonifikia nilimwambia tu Mungu asante, wamenipa umri mwingi zaidi, kwa sababu Mungu kama anahitaji jambo lake, yani huwezi kulikwepa. Lakini mimi sikati tamaa kama nilivyosema Daimelda, mimi ni mwanamke ambaye najiamini, nilikotoka na pajua uzuri maisha yangu wananchi wengi wanayajua, kwa sababu mimi vitu vyangu vingi naviweka kwenye social media. Kuanzia ninapoanza mnaniona nimepitia hapa, nikapita hapa, sijai kuwa na kona. So naamini kwamba kila kitu kitawezekana na tutarudi kivingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah.